Ni Jumatatu ya Oktoba 20 mwaka 2025. Kwanza Karo Robi huyu hapa anakusomea muktasari wa habari za ulimwengu. Karo, karibu. Shukran Skola. Rais wa Marekani Donald Trump amesema makubaliano ya kusitisha vita Gaza bado yapo, saa chache baada ya maafisa wa afya katika ukanda huo wa Gaza kuthibitisha kuwa mashambulizi ya angani ya Israeli yameua zaidi ya watu 40. Israeli inawashtumu Hamas kwa kuwaua wanajeshi wake wawili karibu na mji wa Rafa kusini mwa Gaza, huku Hamas ikikanusha kufahamu kuhusu mauaji hayo ya wanajeshi na badala yake kuishtumu Israeli kwa kuwasingizia ili ipate sababu ya kurejea katika vita. Rais Trump ametuma ujumbe wa ngazi ya juu kuelekea Israeli utakaohakikisha awamu ijayo ya makubaliano yaliyofikiwa inatekelezwa. Mmoja wa wajumbe hao, Jared Kushner, amesema anaamini Hamas wanajiendesha kwa nia njema wakati wanapotafuta mateka waliosalia ambao bado hawajasalimishwa kwa Israeli. Viongozi wakuu wa China wanakutana kwa siku 4 zijazo mjini Beijing kuamua malengo makuu na dira ya taifa hilo itachukua katika kipindi cha miaka 5 ijayo. Kamati kuu ya chama tawala cha kikomunisti inatarajiwa kuangazia masuala kama uchumi ambao unakuwa kwa kasi ndogo na vita vya kibiashara kati ya China na Marekani. Kile kitakachoamuliwa na kamati hiyo kuu kitakuwa msingi mkuu wa mpango kazi wa serikali utakaotumika hadi mwaka 2030 na China, taifa la pili imara zaidi kiuchumi duniani. Tume ya uchaguzi ya Bolivia imesema seneta Rodrigo Paz amechaguliwa kuwa rais wa taifa hilo. Amemshinda mgombea wa chama cha mrengo wa kulia George Quiroga katika duru ya pili ya uchaguzi wa rais. Victor Kenani na taarifa zaidi. Matokeo haya yanabadilisha kwa kiasi kikubwa mkondo wa siasa za taifa hilo la Amerika Kusini, ushindi wa Paz ukifikisha kikomo utawala wa miongo miwili mfululizo wa chama cha mrengo wa kushoto cha MAS. Bwana Paz ana kibarua cha kushughulikia mgogoro wa kiuchumi unaoikumba nchi hiyo ambayo inakabiliwa na mfumuko mkubwa wa bei na madeni. Aliyekuwa rais na kiongozi wa muda mrefu wa chama cha MAS, Evo Morales, alizuiliwa kikatiba kushiriki katika uchaguzi huo. Na ripoti zinaarifu kuwa watu wawili wamefariki dunia Hong Kong baada ya ndege ya kubeba mizigo kugonga gari lililopokuwa inatua katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Hong Kong. Ndege hiyo aina ya Boeing 747 ilikuwa ikitoka Dubai ilikuwa na wahudumu 4 ambao wote wako salama, lakini wafanyakazi wawili waliokuwa wakifanya kazi katika uwanja huo wa ndege waligongwa na ndege hiyo na kufariki dunia. Sehemu ya uwanja huo wa ndege imefungwa ili wachunguzi waweze kubaini chanzo cha ajali hiyo. Hii ni BBC. Na mwenzangu Karo Robi akiwa studio zetu za Nairobi amekusomea muktasari wa habari za ulimwengu. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC ikikutangazia kwenye FM na redio wa shirika. Ukiwa nchini Uganda tusikiliza kupitia Radio Lira na Voice of Karamoja, DRC Radio Muungano Beni, Kenya Most FM na Gulf Radio, Tanzania ni pamoja na Bomba FM, Haburi FM na CGFM. Internet ni katika bbcswahili.com. Matangazo ya pia msikilizaji kujia moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Rambaza tu andika BBC Swahili na hapo unasikiliza matangazo haya moja kwa moja. Utatuachia pia maoni yako msikilizaji, tukipata wasaa basi tutakwenda kuyasoma. Mimi ni Skola Kisanga, karibu. Jeshi la Israeli linasema litaanza tena kutekeleza makubaliano ya kusitisha mapigano Gaza baada ya kufanya shambulizi la anga lililoua zaidi ya watu 40 pamoja na kusimamisha zoezi la usambazaji wa misaada katika eneo hilo kujibu kile ilichokiita uvunjaji wa wazi wa makubaliano unaofanywa na Hamas. Mapigano yalianza kusini mwa Gaza baada ya jeshi la Israel kudai kuwa magaidi wameshambulia vikosi hivyo vilivyopo Rafa na kuua askari wake wawili. Zaidi na Halima Nyanza. Ni jinsi hali ilivyokuwa baada ya shambulio hilo la anga lililofanywa na Israel na kuua watu wengi katika kambi ya Burich katikati mwa Gaza. Zoezi la uokoaji likiendelea katika majengo yaliyoangushwa, hali ambayo imeacha vilio huku watu wakihoji makubaliano yaliyofikiwa, kama anavyosema mkazi huyu Rafat Al-Makdid. Yako wapi makubaliano? Yuko wapi Trump na wako wapi wale waliodhamini makubaliano haya dhaifu? Israeli iliarifu kushambulia maeneo yote ya Hamas yaliyopo Gaza, huku vyanzo vya taarifa kutoka hospitali vikisema watu 44 wameuawa. Wakijibu madai hayo ya Israel, tawi la kijeshi la Hamas limekana kuwa na taarifa zozote za mashambulizi yaliyofanywa Rafa na kuarifu kuwa walikata mawasiliano na makundi ya wapiganaji yaliyoko huko toka kuanza kwa vita Machi mwaka huu, kama bado kuna walio hai na kwamba hawahusiki katika mashambulizi hayo.
Hamas imesema Israeli imekuwa ikitafuta sababu za kuanzisha tena vita na kusema kuwa iliapa kuheshimu makubaliano hayo ya kusitisha mapigano na kuonya kuwa mashambulizi hayo yanaweza kuvuruga mpango huo. Ofisi ya waziri mkuu wa Israeli imesema wanajeshi wawili, Meja Yaniv Kola na Sergeant Itai Yavet, waliuawa katika shambulio hilo la Gaza. Kwa upande wake, rais wa Marekani Donald Trump amesema makubaliano hayo ya kusitisha makubaliano yapo pale pale licha ya kutokea kwa ghasia hizo. Rais huyu wa Marekani ametuma tena timu yake ya maafisa waandamizi kwenda Israeli kusimamia awamu inayofuatia ya makubaliano hayo ya kusitisha mapigano. Katika hatua nyingine, Hamas imekana madai ya Israeli ya kuchelewesha zoezi la kuachia mateka waliobaki, ikidai kuwa haiwezi kufanya hivyo kwa haraka kutokana na jinsi ya kuweza kupata maeneo yaliyoko mateka hao baada ya uharibifu mkubwa uliofanywa na wanajeshi wa Israel. Bado haijajulikana kama zoezi la usambazaji misaada nalo litaanza tena. Ni taarifa yake Halima Nyanza. Mgonjwa wa mwisho wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ameruhusiwa kutoka hospitalini. Hii ni hatua muhimu katika juhudi za kukomesha mlipuko huo. Kupona kwake kunaanza kuhesabu siku 42 kuelekea kutangazwa kwa mwisho wa mlipuko iwapo hakuna kesi nyingine itakayothibitishwa. Jumla ya wagonjwa 19 wamepona kutokana na ugonjwa wa Ebola. Hakuna mgonjwa mpya aliyeripotiwa tangu tarehe 25 Septemba. Jumla ya wagonjwa 64 waliripotiwa tangu mlipuko ulipotangazwa tarehe 4 Septemba katika eneo la Bulape kwa wa Kasai uko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kama anavyoripoti Sambatenzi. Mlipuko huo umetokea katika eneo la vijiji lililo mbali na ni vigumu kufikika. Licha ya changamoto za umbali, ukosefu wa miundombinu, Wizara ya Afya kwa usaidizi mkubwa kutoka Shirika la Afya Duniani WHO na wadau wengine imechukua hatua za haraka kuongeza juhudi za kukabiliana na mlipuko huo. Shirika la Afya Ulimwenguni WHO limetuma timu za wataalamu wa fani mbalimbali ili kuimarisha ufuatiliaji wa magonjwa, huduma za vifaa, ushirikishaji wa jamii na mikakati mingine muhimu ya kukabiliana na mlipuko huo. Kituo cha matibabu ya Ebola chenye vitanda 32 kilichowekewa vifaa maalum vya matibabu ya magonjwa ya maambukizi, ikiwa ni mara ya kwanza kwa aina hiyo ya kituo kuanzishwa nje ya ukanda huo. Aidha, zaidi ya watu 35,000 wamepatiwa chanjo dhidi ya ugonjwa huo wa Ebola katika eneo la Bulape. Dr. Mohamed Janabi, mkurugenzi wa kanda wa Shirika la Afya Ulimwenguni WHO barani Afrika, anasema, nami namnukuu, kupona kwa mgonjwa wa mwisho ndani ya kipindi cha wiki 6 tu tangu mlipuko kutangazwa ni mafanikio makubwa yaliyoonyesha jinsi ushirikiano thabiti, ujuzi na dhamira ya dhati vilivyochangia kushinda changamoto na kuokoa maisha. WHO na washirika wake wanaendelea kusalia katika eneo lenye mlipuko wa ugonjwa huo, wakishirikiana kwa karibu na serikali ili kuhakikisha hatua zilizowekwa zinatekelezwa kwa ajili ya kugundua na kukabiliana kwa haraka na maambukizi mapya wakati nchi ikielekea kutamatisha mlipuko huo. Iwapo hakutakuwa na maambukizi mapya, mlipuko wa ugonjwa huo utatangazwa kuwa umekwisha mapema Desemba mwaka huu wa 2025. Ni taarifa yake Sambatenzi. Rais wa Kenya William Ruto jana Jumapili aliongoza familia katika shughuli ya kijeshi ya kumzika kiongozi maarufu wa upinzani nchini humo Raila Odinga. Ruto amemwomboleza Odinga kama mtu aliyejitolea kwa kiwango kikubwa kwa ajili ya Kenya. Rais wa zamani wa Nigeria Olusegun Obasanjo alikumbuka Odinga kama kiongozi wa kweli wa kitaifa, akisema kwamba upendo wa dhati wa Odinga kwa Kenya na Afrika uliimarisha urafiki wao kwa miaka mingi. Kwa upande wa masuala ya wanawake, Raila Odinga ameenziwa kwa kuweza kupigania nafasi zao nchini Kenya. Johanna Ogada kutoka kaunti ya Homa Bay ni miongoni mwa matunda ya harakati za hayati Raila Odinga. Today women have positions. Leo hii wanawake wana nyadhifa na tuna nafasi yetu. Tunaweza kuwa katika meza ya maamuzi na tunasema Raila Odinga ndiye aliyewezesha mapinduzi haya. Tuna majimbo, kaunti 47. Tuna wanawake waliochaguliwa kama MCA na wengine walioteuliwa kuwakilisha wananchi. Hivyo basi, nataka kumkumbuka Raila kwa kuleta mapinduzi. Leo hii watu wengi wamepata ajira katika kaunti zetu kwa sababu ya mapinduzi hayo. Ninamkumbuka Raila Odinga kwa kupigania demokrasia. Leo hii katika nchi hii tunayo demokrasia. Vile vile nataka kumkumbuka kwa kuwezesha kuingia katika serikali shirikishi. Leo hii tupo ndani ya serikali shirikishi. Kwa hivyo nataka kusema kwa dhati kuwa kama taifa tunamkumbuka Raila Odinga, kwani Raila Odinga pia hakuwa na ukabila.
Naam, ni raia wa Kenya huyo akimwelezea Raila Odinga. Lakini Mike Kagele anataja mambo kadhaa ambayo kwake ni ya thamani kubwa na haoni nani mwingine atakayeweza kuvaa viatu vya Raila Amolo Odinga. Raila was a father. Raila alikuwa baba, alikuwa mshauri, alikuwa kiongozi, na zaidi ya hayo namkumbuka Raila kwa mambo kadhaa. Kwanza, alijitolea sana katika kupigania mfumo wa vyama vingi vya siasa. Pili, alipigania kwa nguvu katiba mpya ile ya mwaka 2010. Baada ya kifo chake ni Mungu tu ajuaye atakayofuata. Siwezi kutabiri, lakini ni wazi kuwa itakuwa vigumu sana. Yale aliyofanya Raila ni magumu mno. Ni vigumu kumpata mtu mwingine atakayejaza nafasi yake. Naam. Waziri Mkuu wa zamani wa Kenya Raila Odinga alikuwa kiongozi mkuu wa upinzani nchini humo kwa miaka mingi baada ya kujaribu kugombea urais mara 5 bila mafanikio. Kifo chake kimeacha upinzani katika hali ya sintofahamu. Haijulikani ni nani hasa atakayeweza kuchukua nafasi yake. Lakini sasa tukiachana na masuala haya ya taarifa mbalimbali, hebu tujue katika spoti kuna nini. Victor Kenani, twende kazi. Asante, tunaanza na mashindano ya mbio za magari ya langalanga ma Formula 1. Kwa mara ya kwanza mwaka huu, Max Verstappen amesema baada ya Grand Prix ya Marekani kuwa yeye kushinda ubingwa wa dunia ni jambo linaloweza kuwezekana. Verstappen aliwatawala mashindano ya Grand Prix ya Marekani na kuongeza presha kwa madereva wa McLaren, Oscar Piastri na Lando Norris kwenye mbio za ubingwa. Norris na Piastri walimaliza katika nafasi ya 2 na ya 5 mfululizo, huku Charles Leclerc wa Ferrari na Lewis Hamilton wakiwa kati yao. Kwa kushinda mbio za sprint siku ya Jumamosi baada ya Piastri na Norris kugongana mwanzoni, Mholanzi huyo ameongeza pointi 23 dhidi ya kiongozi wa ubingwa kwenye mashindano haya pekee. Tukielekea kwenye soka, kocha mkuu wa Liverpool Arne Slot amesema ana wasiwasi kuhusu matokeo ya hivi karibuni ya klabu hiyo baada ya The Reds kushindwa 2-1 kwa Manchester United siku ya Jumapili. Ikiwa unapoteza mara 4 mfululizo lazima uwe na wasiwasi, alisema. Tunajua jinsi mpira wa miguu unavyofanya kazi. Kwa sasa Liverpool si ile timu bora iliyotawala ligi kuu ya Uingereza msimu uliopita. Wameonekana dhaifu tangu siku ya kwanza msimu huu baada ya kupoteza kwenye kombe la Community Shield dhidi ya Crystal Palace ugani Wembley. Liverpool wamejaa mapungufu mengi na ni jambo la kushangaza ikizingatiwa kuwa Slot alipewa karibu pauni milioni 450 kuimarisha kikosi cha mabingwa hao. Iwapo watapoteza tena kwa mara ya 5 mfululizo dhidi ya Eintracht Frankfurt kwenye ligi ya mabingwa siku ya Jumatano, itakuwa mara ya kwanza kwa Liverpool kupata matokeo hayo tangu mwezi Septemba mwaka 1953. Kwa upande wa tennis, Daniel Medvedev alionyesha kuimarika upya ambapo ameshinda taji lake la kwanza baada ya siku 882 kwa kumshinda Corentin Moutet kwenye fainali ya Almaty Open. Mchezaji huyo wa zamani nambari 1 duniani kutoka Urusi amekuwa na mwaka mgumu akishinda mechi moja pekee kwenye Grand Slam na kupata wakati mgumu kwenye mashindano ya US Open. Kutokuwepo na uthabiti kwenye mashindano ya ATP kulisababisha ondoke kwenye orodha ya wachezaji 10 bora duniani na hatimaye kuachana na kocha wake wa muda mrefu Gil Sevara. Sasa akiwa chini ya makocha Thomas Johansson na Rohan Götzke, Medvedev ameonyesha kuimarika polepole katika mwezi uliopita na ushindi wa seti za 7-5, 4-6, 6-3 dhidi ya Mfaransa Moutet umetamatisha safari hiyo. Hili ni taji lake la kwanza tangu mashindano ya Rome Masters mwaka 2023. Ushindi huo pia unamaanisha Medvedev ameshinda mataji 21 kati ya mashindano 21 tofauti. Medvedev, bingwa wa US Open mwaka 2021, alikuwa amepoteza fainali zake 6 zilizopita ikiwemo ile ya Hell mapema mwaka huu. Na hatimaye bingwa wa zamani wa Real Madrid na Everton Royston Drenthe amelazwa hospitalini baada ya kupata kiharusi. Mchezaji huyo wa zamani wa timu ya taifa ya Uholanzi mwenye umri wa miaka 38 alilazwa hospitalini siku ya Ijumaa. Drenthe alianza taaluma yake ya soka akiwa na Feyenoord kabla ya kuhamia Real Madrid mwaka 2007 na kushinda taji la ligi mwaka mmoja baadaye. Shukran Kenani. Basi nitakomea hapo kwa spoti kwa asubuhi ya leo. Shukran Skola. Asante sana Victor Kenani.